Nitumie nafasi hii kuungana na Watanzania kutoa pole za dhati kwa Katibu Mkuu wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania TEC, ndugu yetu Padri Dr. Charles Kitima, familia yake, Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania na watu wengine ambao wanakumbwa na matukio ya kihalifu. Kwa niaba yangu binafsi, kwa niaba ya Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi na vyombo vyake vya usalama, tunalaani vikali shambulio hilo la kinyama dhidi ya kiongozi wa dini, kwani tunatambua na kuthamini mchango mkubwa wa viongozi wa dini katika kudumisha amani, mshikamano wa kijamii na maadili ya taifa letu. Tunamwombea Padri Dr. Charles Kitima uponaji wa haraka na urejeaji salama katika majukumu yake muhimu kwa taifa letu. Kama wote tunavyofahamu, wizara yetu ndiyo yenye jukumu la kusimamia usalama wa raia na mali zao, na kazi hii hufanywa na vyombo vya usalama ili kuhakikisha nchi yetu inaendelea kuwa katika hali ya amani, utulivu na usalama. Nichukue nafasi hii kukemea vitendo vyote ambavyo vinaonyesha ishara yoyote ile ya kutaka kuingiza taifa letu katika vurugu. Hili kamwe halikubaliki, halivumiliki, na tutachukua hatua kali sana za kisheria. Kumekuwepo na waraka feki leo mchana uliosambazwa kwenye mitandao ya kijamii ukidaiwa ni waraka wa Baraza la Maaskofu Tanzania. Baraza la Maaskofu Tanzania kupitia taarifa yake kwa umma imekanusha kuwa waraka huo haukutolewa na TEC na kuwataka wananchi, waumini na watu wote wenye mapenzi mema kupuuza kabisa waraka huo. Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi inakemea vikali na kulaani tukio hili lililofanywa na watu waovu na wenye nia ovu ya kuchonganisha kanisa na serikali. Wizara kupitia vyombo vyake vya usalama itafanya uchunguzi wa haraka ili kuwabaini wahalifu walioandaa taarifa hii, kwa kuwa huu ni uchochezi na uhalifu kama ulivyo uhalifu mwingine, na pia ni kutumia mitandao ya kijamii vibaya. Ninakemea vikali vitendo vyote vya kuharibu taswira njema ya nchi yetu kwa kufanya vitendo vya kudhuru watu na kuchapisha taarifa zinazochonganisha madhehebu ya dini hapa nchini. Naliagiza Jeshi la Polisi kumtafuta kwa haraka yule mtu aliyetweet kwenye mitandao ya kijamii kwamba siku za Kitima zinahesabika. Mtu huyu atafutwe haraka, ahojiwe ametumwa na nani, na hatua kali za kisheria zichukuliwe dhidi yake haraka iwezekanavyo, kwa kuwa watu wote watakaobainika kuhusika katika tukio hili wataingia kwenye mikono ya sheria. Si vyema vyombo vyetu vya usalama vikaendelea kufumbia macho uvunjifu wa sheria kwa makusudi na watu ambao wako kwenye jamii yetu kwa lengo la kuleta uchonganishi, lakini kuondoa amani, utulivu na usalama wa nchi yetu. Kwa kuwa Jeshi la Polisi liko hapa, ni wakati mwafaka sasa kuongeza kasi ya kusimamia sheria zinazohusu mitandao ya kijamii ili kuhakikisha watu wote wanatii sheria bila shuruti, na hivyo kuendelea kuwa na jamii yenye ustaarabu na kuheshimu utu wa kila Mtanzania na hata mgeni. Wizara itamchukulia hatua kali za kisheria mtu yeyote atakayebainika kuandaa au kusambaza taarifa hiyo kwenye mitandao ya kijamii na vyombo vya habari. Vile wizara inatoa onyo kwa wale wote wenye nia ovu kuacha kutumia vibaya mitandao ya kijamii, kwani sheria iko wazi, na endapo utabainika, sheria itachukua mkondo wake. Ninawaagiza watendaji wote wa vyombo vya usalama na wizara
kuhakikisha wanatekeleza wajibu wetu wa kusimamia usalama wa raia na mali zao kwa kuzingatia weledi, sheria za nchi na kuhakikisha nchi inaendelea kuwa salama. Nitoe wito kwa watu wote kuheshimiana, kuwa na staha na kuhakikisha kwa pamoja tunalinda tunu ya amani ya nchi yetu. Niwahakikishie Watanzania wote kuwa nchi yetu ipo salama, na niwasihi wananchi kuendelea kutii sheria za nchi bila shuruti ili nchi yetu iendelee kuwa ya amani, utulivu na usalama. Naliagiza Jeshi la Polisi kuhakikisha uchunguzi wa kina unafanyika na kuchukua hatua zinazostahili dhidi ya wahalifu wanaotaka kuvuruga amani ya nchi yetu.